Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi leo ndugu yangu nimekuja na muendelezo wa masomo yale ya maarifa ya kawaida kabisa ya maisha yetu ya kila siku. Nataka nikupe maarifa kuhusiana na maisha. Kuna vitu katika maisha vinaonekana ni vikubwa sana. Na ni kweli ni vikubwa. Lakini kuna vitu katika maisha ama kuna mambo katika maisha yanaonekana ni madogo sana. Lakini haya mambo madogo yanaweza yakakusababisha vile vitu vikubwa anavyofanya visionekane kama ni vikubwa. Alafu huyo ambaye anafanya mambo ambayo pengine yanaonekana ni madogo akaonekana amefanya kitu kikubwa kabisa. Ndiyo, utanielewa nataka kusema nini kuhusiana na somo hili. Somo lenyewe linasema unyenyekevu ni zaidi ya ukarimu. Umesha kufikiria kitu cha namna hiyo mpendwa? Yaani mtu mnyenyekevu tu anamzidi mtu mkarimu. Hii unaweza kama ukaona haipo sawa sawa, lakini kumbe ndivyo ilivyo. Kwa kawaida ukarimu kwa kawaida ni kitu ambacho kinaonekana. Yaani mtu mkarimu anaonekana. Ndio, yani anasaidia watu, anaonekana. Mnaona watu wanasaidia watu mbalimbali katika changamoto zao mbalimbali. Wanawasaidia. Yani ukiwatazama unaona kabisa I say anafanya kitu kizuri sana. Kizuri sana. Ndio, ni kweli ni kitu kizuri. Lakini yupo mtu ambaye anaweza tu akawa sio mkarimu, yani afanyi matendo ya ukarimu lakini aka-apply. Yani huyu mtu mnyenyekevu ni zaidi kabisa na mtu ambaye anatoa. Na mtu ambaye anafanya nini? Ni mtoaji. Kwa sababu unaweza kuwa mtoaji lakini ukawa na kiburi. Ukiwa na kiburi maana yake tayari itakuletea shida. Lakini mnyenyekevu anaweza kuwa hana kitu ila kwa sababu ya unyenyekevu wake watu wakampenda. Kwamba kila anachoambiwa anasikiliza, anatii, anauliza kwa unyenyekevu apate kuelewa. Utashangaa yani wewe ni mtoaji lakini mtu ambaye anakuwa mnyenyekevu anaitwa sehemu nyingi sana kuliko unayetoa. Au anafahamika, watu wengi wanampenda kwa ajili ya ushauri. Unajua ushauri mtu ambaye anashauri watu anapaswa kuwa mnyenyekevu sana kwa sababu anatakiwa kusikiliza zaidi watu kuliko kusema. Na kusikiliza pia ni sehemu ya unyenyekevu. Mtu mnyenyekevu anasikiliza kwanza. Anasikiliza zaidi huyu anasema nini. Alafu anauliza kwa unyenyekevu. Kwa hiyo unakuta mtu huyu yani lazima atakuwa ana neema kubwa ya kupendwa na watu wengi. Ndio maana neno la Mungu kuna mahali linasema wanaorithi nchi, heri wapole, watairithi nchi. Sasa huwezi kuwa mpole bila kuwa mnyenyekevu. Ni ngumu sana. Sasa Sira anatuambia hapa katika kitabu Yoshua bin Sira sura ya 3 aya ya 17 kuna kitu anakisema. Anasema, mwanangu, wakati wa kufanikiwa uendelee katika unyenyekevu, hivyo utapendwa kuliko mwenye ukarimu. Yoshua kitabu cha Yoshua bin Sira anamwambia baba anamshauri mtoto, mwanangu, wakati wa kufanikiwa. Kwa nini anasema wakati wa kufanikiwa? Ndio wakati ambao watu wanakuwa na kiburi. Tazama, amenunua gari. Angalia kabla alivyokuwa hana gari alikuwaje. Alafu amenunua gari amekuwaje. Unagundua kwamba tayari ameanza kupandisha mabega. Lakini anamwambia wakati wa kufanikiwa. Na Yesu alisema jambo hili, aliwaambia wanafunzi wake, yule anayetaka kuwa mkubwa ndiye atakaye kuwa mdogo. Yani mkubwa sharti awatumikie wadogo. Maana yake mkubwa hataki kuonekana kama ni mkubwa. Yani atambulikane tu kwamba huyu ndiye kiongozi wetu kwa kumtambua, lakini kwa matendo yake ashuke, kwa maana awasaidie wale wadogo. Awe na tabia kusaidia wale wadogo, ajishushe kwa ajili ya wadogo ili aweze kujenga hiyo jamii ambayo yupo. Na Yoshua bin Sira anamwambia mwanae hivyo hivyo wakati wa kufanikiwa. Yani unapoanza kufanikiwa, umepandishwa cheo sasa, ndio ujishushe kwa watu. Sasa wewe umepandishwa cheo sasa, ndio unamwambia sekretari wako akija mtu mwambie mimi sipo. Umefunga na makamera yako ofisini, anakuja mtu anakuhitaji pale, unamuona tena hata kama hajaongea na sekretari, unamwambia wewe anayekuja mwambie sipo. Kiburi. Naongea na wewe, kiburi hakifai. Kiburi hakifai. Watu hawazikwi na fedha. Maiti yobebwi na fedha. Hata ukisema utakodi gari, atakuwa mtu aendeshe gari lako. Aendeshe gari lako. Kiburi. Kazini, bosi yote ambaye ni mnyenyekevu kwa wafanyakazi atapendwa. Hakuna namna bosi awe mnyenyekevu asipendwe. Kila mmoja anasema kwa kweli bosi wetu ni mnyenyekevu sana. Yani anamuona kila mmoja ni sehemu ya ofisi yake. Una shida gani ndugu yangu? Leo mbona uko hivi? Shida nini?
Yaani hata boss ukipata matatizo unaweza kumfuata ukamwita mfanyakazi wako mwingine yoyote tukamshirikisha. Jamani, mimi nina matatizo fulani nyumbani kwangu, nafanyaje? Unashangaa mfanyakazi wa ngazi ya chini kabisa anakushauri jambo ambalo linakuvusha mahali ambapo ulikuwa unahangaika kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu una mahusiano mazuri na wafanyakazi. Lakini kuna mabosi, magari yenu hayaguswi. Yaani ofisini kwako kuna watu hawaingii, ni wafanyakazi kabisa. Yaani wewe ni mtu ambaye una kiburi, sio mnyenyekevu. Sasa Yoshua, kitabu cha Yoshua kinatufundisha kwamba unapopandishwa daraja uwe mnyenyekevu. Uwe mnyenyekevu sio kwa bosi wako, uwe mnyenyekevu kwa watu wote. Watu waseme kweli bosi tunaye. Huyu bosi kweli tumempata. Watu waone kabisa, kwa sababu wewe ndio kwani uongozi ni nini? Uongozi ni kuongoza. Kuongoza, na kuongoza ni kusikiliza, na kusikiliza ni kunyenyekea. Ndio maana anasema uwe mnyenyekevu, kwa sababu utawaongoza watu wanakuja kutaka kupata mwanga kutoka kwako, wanahitaji msaada kutoka kwako. Sasa ukiwa na kiburi, hao watu watapata muda wa kukuletea matatizo yao, ukayatatua saa ngapi? Saa 4 ikifika naenda kunywa chai. Uwe sio unyenyekevu. Yaani chai ambayo unaweza ukanywa tu ofisini kwako ukaendelea na majukumu mengine, haunywi. Unataka uchukue gari la ofisini ukanywe chai unapotaka mwenyewe. Mchana ni hivyo hivyo. Unakuta yani ule muda sawa unaenda kula, lakini kuna watu walikuwa na shida za muhimu na umeweka hapo, wewe upo hapo kwa ajili yao. Hauna unyenyekevu. Zaidi unataka uwajibu unavyotaka. Sasa kitabu cha Yoshua bin Sira kinatuambia vizuri kabisa kwamba anasema, mwanangu, wakati wa kufanikiwa uendelee katika unyenyekevu, hivyo utapendwa kuliko mwenye ukarimu. Kumbe unaweza kuanza kulalamikia watu, huyu jamaa anajifanya yeye mjanja, anajifanya anajua, watu wanampenda. Chunguza kwa nini unampenda. Anaweza kuwa hana kitu. Yaani unaweza kuwa bosi, alafu watu wasikuheshimu sana, wakakuogopa. Alafu kuna mtu wa chini yako, labda msaidizi wako au ngazi ya chini, watu sio wanamuogopa, wanampenda. Wanaonesha upendo juu yake, unapata wivu. Usipate wivu. Unapata wivu kwa sababu gani? Wewe umekaa katika kiburi, hadi ya kiburi umejikweza, umejinyanyua, lakini mwenzako umejishusha. Kwa vyote vile watu watampenda yule aliyejishusha. Kwa hili lisije kaja kuchanganya siku moja ukaona kwamba mimi natoa sana, nasaidia watu sana. No, kusaidia ni vizuri, lakini neno la Mungu linatufundisha kwamba mtu ambaye ana unyenyekevu anakuwa bora zaidi kuliko mtu mwenye kutoa. Lakini hamna mahali nimesema kutoa ni vibaya, isipokuwa unapotoa ukumbuke na kuwa mnyenyekevu. Usitoe tu ukausahau unyenyekevu. Unyenyekevu ni muhimu sana katika maisha yako. Mungu akubariki kwa kuwa unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Endelea kufuatilia mafundisho katika channel hii ya hapa YouTube, pamoja na channel zetu za pamoja na mitandao yetu ya kijamii TikTok, Instagram na Facebook kwa jina la Mikono ya Kristo, na Mungu atakubariki. Ziko namba za simu hapo, kama una changamoto unataka kusema na sisi jambo lote, unaweza ukatupigia. Wewe uliokuwa nje ya nchi, toa hiyo 0 hapo katika hizo namba, weka alama ya jumlisha 255, tutawasiliana na Mungu atakupa neema ya kutatua tatizo lako kupitia vile ambavyo utakapowasiliana, na Roho Mtakatifu atakavyotupa hekima ya kukusaidia. Usisahau kucomment, usisahau kushare, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mafundisho ambayo tunafundisha kupitia channel hii. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya Mikono ya Kristo nasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Bye bye.